Baba, katika jina la Yesu Kristo aliye hai, naomba msamaha wa dhambi, naomba unyenyekevu napoichambua aya ya Qur'ani, Suratul Baqara, ambayo ni sura ya pili, aya yake ya 97. Naomba Mungu aliye hai, dhihirisha ukweli, na ukweli uweke watu wako huru. Tazamaje huyo, mpe hekima na maarifa, niondolea maringo, kiburi, unipe unyenyekevu, katika jina safi la Yesu Kristo nimeomba, amen. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Mpendwa, nina hakika Mungu amekulinda popote ulipo, na mimi naamini kwamba pumzi hii tumepewa bure. Kando na hayo najua kwamba tutapitia mambo mazito, lakini Yesu Kristo anasema jipeni moyo, maana mimi nimeushinda ulimwengu. Naomba tujipe moyo. Ndugu zangu, ombi langu kabla sijaingia katika aya hii ambayo naomba tuibwage, tuimege, tuipakue, naomba maombi yenu kwa unyenyekevu mno. Si kwamba mimi special, lakini ombeni. Wakati mwingine hata siamini kwamba naweza akaja hivi nikatoa mkanda kama huu nikaurusha. Wakati mwingine siamini. Mimi si msemaji, na hata kuna wakati sikutaka kuingia kwenye mitandao. Walimu wangu ndio wananiambia kwa mitandao, kile kidogo ulichonacho fikisha. Mnikumbuke kwenye maombi. Napitia kipindi Mungu anakijua. Na wakati mwingine ukitaka kujua napitia yapi, nambari yangu nayo, ndugu zangu, jamaa zangu, marafiki zangu, mnanijua. Maana sasa mimi nikisema jamaa zangu, ndugu zangu, si wa kwa pale nilipozaliwa, ni nyinyi ni wa Kristo. Popote mlipo, popote, nyinyi ndio ndugu zangu, nyinyi ndio ndugu dada zangu kutoka Bongo, Tanzania kule. Nashukuru sana, mnafuatilia sana, kutoka Burundi, kutoka UK, kutoka sehemu mbalimbali. Kenya sitasema kwa sababu wapo tayari, tunakutana wengine kwa ana. Unaweza tumkani tukachati kwenye WhatsApp. Maana mengi hatusiaweke hadharani, tunaweza tukawavunja watu moyo wanaotaka kufuata ukweli. Tumtangaze Yesu ali hai. Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idhnillahi musaddiqan lima bayna yadayhi wa hudan wa bushra lilmu'minina. Aya hii nawashukuru sana walimu wangu ambao wameimega bila kuchoka, wameifundisha, na mimi napenda hivyo. Na hapo ndo kasema hata kama tuna ikhtilafu zetu, walimu tuwaombee, wanafanya kazi nzito. Nataka mwelewe, hata kama tuna mengine hawa ni watumishi wa Mungu, wanahubiri. Kumhubiria Muislamu, kujitolea tukutangaza, tukazungumza neno lote minal Qur'ani wa minal hadithi, kutoka ndani ya Qur'ani ama ndani ya hadithi, si jambo rahisi. Hayo mengine hayo tiawacha, hata mitume wenyewe walipitana, si mnajua tena. Paulo akakana mbali kwa kidogo, lakini wote tushikamane kwa kamba ya Yesu Kristo aliye hai. Kwa hivyo aya wameizungumzia, na mimi nafikiri si dhambi kuizungumzia. Aya hii imeleta balaa, na Waislamu wakikukuta wakakupata hujui Kiarabu, kisha ujaribu kuitoa aya hii,
watakufanyia mvurungo wa akili na tafsiri mbovu. Lakini nashukuru kitu kimoja, walimu wanaowafikia Waislamu hata kama hawajui Kiarabu wengine, lakini Mungu amewapa wisdom na hikma ya kujua hapa kuna uongo, hapa kuna chenga. Sasa na mimi kidogo nipe masikio tuibwane. Nitakuwa natengeneza mitambo. Sisi bwana hatukuzaliwa na mitambo, tumeikuta. Kama ilivyo kawaida, naomba kwanza elewa aya hii. Waislamu wamejaribu kuipa tafsiri. Chungulia kwenye tafsiri zote za Qur'ani, za Kiingereza, za Kiarabu, za Kiswahili, kila moja anajaribu kuipa tafsiri isiyoingia akilini. Lakini namshukuru sana Al-Barwani yeye ameitarajum vile ilivyo. Sasa huko chini akaweka mambo ambayo ndio hivyo. Na hapo unapoona panafaa pawe na vitabu hapa, na vitabu vingi. Lakini ndugu zangu wapendwa, vitabu vyangu na mtaniswame hapo kusema hili. Miongoni mwa yale ambayo yananiumiza, vitabu vyangu vimefungiwa pahala kwenye nyumba. Hakika ni vingi sana. Vitabu vya thamani kubwa. Yaani nikifikiria tunasikia, ndio naona hata hapa ninapofanyia hata kameza sina. Na yaani mnaombe. Sasa aya hii, mimi si mtaalamu wa lugha ya Kiarabu, lakini kidogo ambacho Yesu kaniruhusu kwanza akajifunza kwao, nyakanita wacha tuimege. Najua Waislamu watakapopata mkanda huu, maana ni wepesi wa kutukana. Mimi sitawaiga watukane, wakupe majina au ajui nini, ndio hivyo. Sasa wacha tuimege aya yenyewe. Qul, sema. Man, neno hili man lisipokuwa na kitu chengine lina maana ya nani. Man lisipokuwa na kitu kinachofuata, sentence itakayofuata linasimamia nani. Lakini sasa kwa sababu kuna kipengele kinachofuata, qul, sema, yani we Muhammad, man kana, yule aliyekuwa. Kana ni fi'il madhi, ni past tense. Kwa hivyo hapa naomba hata kama jamani Waislamu, rafiki zetu, sipendi kuwaita ndugu, mimi sipendi kuwaita Waislamu rafiki, na sababu zao, na sikejeli. Maana hata wao wenyewe naelewa Uislamu kiasi hawapendi tuwaite ndugu. Yes, nakwambieni hawapendi. Rafiki ni sawa. Sasa qul liman kana aduwan lijibril, aduwan am aduun, hiki ni kama Kiswahili tukieleweka adui. Sasa kwa nini aya hii mnataka kuipotoza na kuipa tafsiri sio kwa hiyo? Ama kwa sababu ni ya kwenu? Qul, sema, man kana, aliyekuwa, aduwan lijibrila, adui wa Jibril, Gabriel, fa innahu, hakika yake. Katika lugha ya Kiarabu, herufi ikiwa na shadda, wengine wanasema shadde, inakuwa na uhakika na mkazo kile kinachozungumzwa humo ndani. Ndio maana ya shadda. Kwa hivyo hakika yule aliyekuwa aliwa Jibril, fa innahu nazzalahu, ndiye kaiteremsha, ala qalbika, juu ama kwa moyo wako. Maana ukisema juu pia ni tafsiri ambayo itakuwa sasa ni juu ndani ya moyo wako Muhammad. Biidhnillah, huyo aliyekuwa ni adui. Kumbuka nitaingia kwenye hadithi hapa, naleta kufafanua
kisha nikwambie chenga inayopigwa pigwa, na walimu wangu wamefanya hii kazi, na mimi angalau kwa udogo wangu nifanya. Qalibika biidhnillah, huyo aliyekuwa ndio Jibril ndiye kaiteremsha. Hapa kuna cha Qur'an, lakini kinachokusudiwa ni Qur'an. Biidhnillah musaddiqan lima baina yadayhi. Huko kote wamesema hawana shida. Hata sisi Wakristo hatuna shida huko. Kuzuri si kuzuri, hatuna shida. Shida yetu sisi Wakristo, na si akasumba ya matusi, ipo kwenye kipengele hii musaddiqan lima baina yadayhi wa huda wa bushra lil mu'minin, yani kusadikisha yale yaliyokuwa baina yake na nini. Sisi hatuna tatizo na hapo. Kipengele cha qul, sema man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidhnillah. Hapo ndio kuna balaa. Walimu wangu wa mihadhara, walimu wangu wanapoisoma aya hii inaumiza Waislamu. Nyinyi Wakristo hamjui. Uthmani angekuwa hai, maana hii Qur'an hii tunaisoma hii mpaka zile za Kiarabu inaandikwa Musahaf al-Uthman, yani msahafu wa Uthman. Hii inaandikwa na Uthman. Ama ile Mtume Muhammad mwenyewe aliacha, basi ndio hivyo. Hicho kitabu chakipata, niombe Mungu. Nimekiandika ni kikubwa sana. Vile Qur'ani kipo, lakini kiko kwenye mtambo. Mungu akinijalia kwa uwezo wa Mungu kitaweza kutoka. Maana alikuwa anatoa, lakini kalikuwa kopi ndogo, sasa kakipanua. Sasa huyu man kana aduwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika biidhnillah, huyo aliyekuwa ni adui wa Jibril ndiyo kaiteremsha. Tuweke Qur'an hii moyoni mwako kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Sasa sikiliza hadithi. Weka hapo kwanza. Sikiliza hadithi. Natoa hadithi kwa kitabu hiki kinaitwa, si kama unakiona, unajua hizi kamera wakati mwingine unaweka hivi na kwenda sample hii. Kinaitwa Albabun Nuqul, Asbabun Nuzul. Hiki kitabu kinaelezea sababu ya aya za Qur'ani kushuka. Wacha tukisome sisi kwetu. Al-Imam Jalaluddin Suyuti ni alimu katika maulama. Sikiliza sababu ya aya hii kushuka, na wajua kwa kumshana. Anasema hadithi ya Bukhari, kutoka Anas radhiyallahu anhu qala sami'a Abdullah ibn Salam. Huyo Abdullah ibn Salam inasemekana alikuwa ni Myahudi pale Madina, maana sura hii kwa mujibu wa tafsiri na ya mafundisho ya Kiislamu alishuka Madina. Huyo Abdullah ibn Salam alikuwa Myahudi. Biqudumu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kwamba alipata habari kwamba Muhammad amefika Madina, ashatoka Makka amefika Madina. Wa huwa fi ardhi yahtarif, alikuwa anafanya kazi katika bomani kwake, shambani kwake kule. Fa ata nabiyya sallallahu alayhi wasallam, akamwendea Mtume Muhammad. Fa qala, yule Abdullah bin Salam akamwambia, wewe bwana Mtume umekuja sasa. Amekutana Muhammad, akamwambia inni sa'iluka an thalathin, mimi nitakuuliza wewe mambo matatu. Sababu ile aya mambo magapi? Matatu. La ya'lamuhunna illa an-nabiyyu, hakuna anayeyajua, hakuna anaweza akayajua isipokuwa huyo mtu. Akiyajua atakuwa nabii tu. Jambo la kwanza, fama awwalu ashrati as-saa, ni jambo gani la kwanza, dalili ya kwanza ya kusimama kiyama,
yani jambo la kwanza la kuonyesha dalili ya kiyama. Wama awwalu ta'am ahla aljanna, na chakula cha kwanza cha watu wa peponi. Wama yanzi'u liwaladu ila abihi au ila ummihi. Hapo sasa, na kwa nini mtoto humfanana na baba ama hufanana na mama? Qala, maswali ngapi? Anamuuliza Muhammad, akamwambia Muhammad alipoyasikia hayo maneno akamwambia, qala, sasa Muhammad semekana akajibu, akhbarani bihinna Jibril anifa. Mambo matatu ambayo umeniuliza Jibril, Gabriel kashanipa majibu yake, kanipa habari zake kitambo. Sikiliza. Qala, eti yule Abdullah ibn Salam akajibu, ule Myahudi, Jibril, Gabriel, Muhammad akamwambia aya mambo maswali. Kumbuka hajamjibu. Na kama kuna mambo ambayo katika tarehe ya Kiislamu iko wazi, mtume wa wenzetu alikuwa akiyahepa ni kuulizwa. Muhammad hakupenda kuulizwa, na hiyo somo lingine nitakuja kuligusia. Sasa yule kamuza mambo matatu, hajampa jibu, anamwambia hayo mambo umeniuliza, akhbarani bihinna Jibril. Jibril kanipa habari zake. Sasa yule Myahudi akamwambia Jibril, akamuza Jibril, Muhammad sema qala naam, ndio. Eti yule Myahudi akasema dhaka adul yahudi minal malaika, huyo Gabriel ni adui wa Wayahudi, ni malaika. Huyo Gabriel ni miongoni mwa malaika wa maadui wa Mwenyezi Mungu. Jibril huyo Gabriel ni adui wa Wayahudi. Sasa pale kasemekana faqara hadhihi aya, akamsomea aya, qul man kana aduwwan li Jibril, sema yule aliyekuwa ni adui wa Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika, hakika yeye ndiyo kaiteremsha Qur'ani moyoni mwako, mpaka mwisho aya. Kabla sijafafanua hii hadithi, qala Sheikh al-Islam Ibn Hajar. Sikiliza, Ibn Hajar ni mwanafunzi, ni scholar miongoni mwa wasomi, lakini hakuwa sahaba, alikuja miaka mingi, itakuja kwa tarehe yake. Anajaribu kuhepa sababu ya nuzul hii. Ziko hadithi nyingi hapa. Anasema wa huwa alladhi qara'a al-aya radda liqawl yahud, kwamba hapana, aya hii Muhammad alisoma baada ya Myahudi kusema kwamba Jibril ni adui wetu. Yani baada ya Muhammad aliposoma aya, ndipo Jibril ule Myahudi akasema, alkunino unielewe, anataka kufunika kitu fulani. Huyo Ibn Hajar katika kitabu chake Fathul Bari, kingekuwa hapa ningekuonyesha. Waqala, lakini faqad rawa Ahmad wa Tirmidhi wa Nasa'i fi sabab an-nuzul aya qissatan ghayra qissatan Abdullah ibn Salam. Lakini hapa chini panapinga, wanasema hapana, sababu ya kushuka hii aya ni kwamba yule Yahudi kashasema malaika huyo ni adui wetu, ndipo aya inashuka. Yule Ibn Hajar anajaribu kuliziba kwamba hapana, hii aya ilikuwepo. Acha kwanza nisimamie hapo nifafanue. Sasa ndugu zangu wa Kristo,
naomba angalieni kwa makini. Laiti aya hii number 1 ingepatikana ndani ya Biblia, ngome ingechezwa. Aya patikana hii, qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzala al-Biblia ama nazzala kitab al-muqaddas. Yani kwamba aliyekuwa malaika wa Jibril, yani alikuwa adui wa malaika Jibril, ndiye kaiteremsha Biblia, kaiteremsha kitabu al-muqaddas. Ingepatikana hivi, tungepitia wapi sisi? Barabara gani? Pengine tungetafuta barabara nyingine zingine tupitie. Maana hapo marafiki zetu wangecheza ngoma, akiamka asubuhi aliteremsha Biblia nani? Lakini sisi tukiwaonyesha ya kwao, tunatangaziwa fatwa, anafaa kuuawa, anafaa. Sasa kwa wale Waislamu ambao asilimia kubwa si wasomi, I know. Na hiyo sema dharau. Wacha tusaidiane. Qur'ani sasa tuchukue vile hivyo, tuchukue tafsiri. Maana ukisoma hii tafsiri hii ya Farsi, hebu unaijua maana unayo. Naomba tuisome na wewe usikie vimbwanga sasa. Vimbwanga yana tafsiri, kwa tafsiri yake huyu bwana. Tena ni Morocco. Ana tafsiri hivi. Sema anayemfanyia ushindi Jibril. Yani hata kwa Kiarabu hilo neno hata ukilitafuta mpaka uvae miwani ya kilo 16 alimu. Kwa kuwa ndiye aliyemletea utume Nabii Muhammad asiwapelekee Mayahudi. Hilo nalo hata ulitafute mpaka Mungu akuongezee nuru fauka nuru, juu ya nuru halipo. Ni bure, hata hana kosa Jibril, hilo pia halimo. Hakika yeye ameiteremsha Qur'ani moyoni mwako kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, sio kafanya kwa kupendelea kwake. Hilo alimu inayosadikisha Qur'ani, inayosadikisha yale yaliyokuwa kabla yake, na ni uongozi na habari njema kwa wanaoamini. Sasa nauliza, msomi mkubwa kama East Africa, kivipi atafsiri? Kivipi? Lakini tunashukuru Mungu katafsiri hivyo, ili watumishi wa Mungu watakaokuja wawadhihirishie watu kilichojificha. Sasa tuchukue tafsiri ya kwao kwanza. Sasa tuchukue hivi, yule aliyekuwa ni adui wa Jibril ndiye aliyeteremsha Qur'an. Myahudi Abdullah ibn Salam anamwambia Muhammad, sikiliza sasa, naomba sasa tutumie akili. Ule Myahudi, sababu nzuri ya aya wanavichukua, anamwendea Muhammad, anamwambia huyo Jibril kama ndio huyu, hatukuamini. Kwa sababu Jibril ni adui wa Wayahudi. Ndugu zangu Waislamu, tutumie akili tu, maana Roho Mtakatifu kwenu ni mtihani. Tutumie akili tu, na si matusi. Wajua tatizo lenu marafiki zetu Waislamu, nyinyi kila kitu ni matusi. Lakini ukisema Paulo ni mwendawazimu, si matusi. Paulo ni mjinga, si matusi. Yesu, mpaka wengine wafika mahala pa kusema Yesu ana dhambi, si matusi. Pimeni matusi na ule ukweli. Msikimbilie kutoa fatwa, watu watawela makosa. Unayo wewe Muislamu wewe, ama wewe Mkristo aliyejaliwa Roho wa Mungu, unayo kumbukumbu yoyote katika historia kwamba Wayahudi wanasema waliamini malaika Gabriel ni adui wao? Unayo? Hivi wewe Muislamu kuweka tafsiri kama hii, uone ni kichekesho? Malaika Gabrieli anatambulika kutoka ndani ya Biblia, ni miongoni mwa malaika wakubwa wa Mwenyezi Mungu. Malaika anayeleta habari njema ya kuzaliwa kwa Yesu Kristo. Malaika aliyempelekea habari njema Zakaria.
Sasa hii mlipenyeza nini? Nini mlichokuwa mnaficha mpaka mkafikia hapo? Sisi tuna nini? Tafsiri ambayo si imejificha ni hii. Haijajificha ni hii. Kuna uwezekano mkubwa huyo Muhammad alitaja adui ambaye yuko dhahiri kwa Mayahudi, si malaika Jibril, si Gabriel. No. Maulama wa Kiislamu hili lisiwafanye kutoa fatwa kuua watu. Haipendezi. Tuweke vitabu, tujadili. Msikimbilie kumtolea mtu fatwa. Na hatuseme hivyo kwa sababu ya uoga. Tulimkubali Yesu Kristo, tunaishi kwa neema, tutaishi kwa neema. Kufa faida, kuishi ni faida ndani ya Yesu Kristo aliye hai. Huyo malaika Gabriel, tuna hakika hakuna Wayahudi waliosema ni adui yao. Wayahudi wana kumbukumbu nzuri sana, wana uwezo mkubwa wa kusoma. Kama na kwamba walimkataa Yesu, lakini kuna kiapo cha Mungu kimewashikilia. Maana Mungu si dhalimu. Hapa kuna kitu kimejificha. Huenda Muhammad alitaja adui aliyeleta Qur'ani, ambaye ama alimtaja, wacha niweke lugha ambayo weta wa kwanza, alimtaja hapa, nazzala al-Qur'an nazalahu ala qalbika biidhnillah. Huyo aliyemtaja Wayahudi kwa usomi wao, kwa uelewa wao, kwa ufahamu wao, kwa umaridadi wao, na siwasifie, kuna mahali walikosea, tunakubali, walimkataa Yesu. Lakini hiyo haijamaanisha kwamba hawana akili. Elewa, mtu akikosa kuamini kitu fulani, hicho alichokosa kuamini ndio kinamfanya siwe na akili. Lakini kwa vitu vingine ana akili, ndio usomi uleti. Kwa hivyo hatuwezi kuamka asubuhi Wayahudi hawana akili. Ili kumkata Yesu ndio hapo tunawarekebisha na tunawaombea wamjue Yesu Kristo. Sasa Muhammad alipomtaja, tafsiri ambayo si ya kupapasa, inaeleweka. Wayahudi wakajua huyu anayemtaja ni adui wetu, ni adui yetu. Vipi huyo adui aiteremshe Qur'ani kwako? Ndipo unaona Wayahudi asilimia kubwa hakika hawezi wakamwamini Muhammad. Wachana wa Kristo, Wayahudi waliomwona Madina, waliochunguza alama zake. Na kama utanifuatilia katika historia ya Mtume Muhammad ambayo inaendelea nayo, kuna vitu nitavigusia, nisi kwamba mimi ni alim, utakuja kujua kwa nini uhasama wa Wayahudi ulikuwa juu na uko juu na hao jamaa. Na kawaida yangu sina kasumba, tutatumia akili ya Roho Mtakatifu, utabainisha. Sasa mtazamaji, unanipata? Kwa hivyo Wayahudi, kuna yule waliyetajiwa na Muhammad ambaye ni adui, wakashangaa, ndo akamwambia, ukiangalia hadithi hii kuna kitu fiche, kuna kitu fiche. Sikiliza. Samahani ndugu yangu. Angalia, huyo Myahudi amemuuliza Muhammad, tuchukulie vile walivyoandika hii hadithi, thalatha la ya'lamuhunna illa an-nabiyyu, hakuna anayejua isipokuwa nabii. Huyo Muhammad anamwambia, akamtajia kwanza, ya pili, ya tatu, kisha kafika mahali akamwambia, akhbarani bihinna Jibril. Hili jambo hili kwa kumtaja malaika huyo Jibril ambaye Wayahudi walikuwa wanamjua, wakatai Muhammad. No, rafiki yangu Muislamu unayetazama, utakayetazama, wacha kasumba, angalia hili neno. Na kama ni hivyo, mbona tafsiri zinakwenda huko kule, magharibi, kushoto, wapi? Kitu gani kinafichwa hapa? Angalia hapa, yule Yahudi anakuambia Jibril. Hapa hii siamini hapa kwamba hii alikuwa ni Jibril. Myahudi ashituka kwa mtaja Jibril. No. Qala naam. Muhammad akamwambia ndio.
qala dhaka aduu liyahudi, huyo malaika Jibril ni adui wa Mayahudi. Hapo tunakuombeni mweke mambo wazi, maana liko wazi. Ile aya ile ya ile sura al-Baqara, nakumbuka palikuwa South B, tukawa na mkutano pale miaka 6 iliyopita. Tulipokuwa na mkutano South B pale Nairobi, Sheikh mwalimu ambaye anajiaminia kwa wajua, iwapo Waislamu ambao wakisimama wakachukua microphone hivi kwenye mahadhara, na kwa bahati nzuri amevaa, kama una roho wa Mungu unaweza ukatoka kwa mahadhara ama kutie uoga. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kitamalizo mukaddima, my brother, my sister. Tayari kama wewe hujui Kiarabu ama wewe hujaitwa na Mungu kwenda kufanya kazi yake, utasikia utumbo kwa umbali bali unaanza kudai kwenda sehemu fulani. Basi yule shekhe pale South B akatoa mukaddima mrefu na lugha ya Kiswahili alikuwa anaifahamu, maana nakumbuka alikuwa anatoka Bongo. Sitamtaja kwa jina, sio uoga. Bwana. Mwalimu wangu wa kwanza akaipiga hiyo aya, akaikataa. Hapana, hiyo kwa Kiarabu aseme hiyo. Tukasema sawa bwana, tuingie kwenye Kiarabu tuelezee. Kila akisoma tena, mimi nimwambia afanye hivi, tusiende mbali. Mimi nasoma, una tafsiri, maana akampa mtego. Tukaanza qul, na kamwambia tusisome haraka. Qul anafsiri, man anafsiri, kana anafsiri, adu anasema. Akajikuta amejifunga na kujikanyaga vibaya, akasema lakini sivyo. Lakini watu wamesikia. Vile vile tunavyotafsiri sisi wa Kristo ndivyo mtafsiri wewe. Sasa swali letu la msingi, huyo aliyekuwa ni adui wa Jibril, before sisi kutoa tafsiri na ingia clip, tupeni adui wa Jibril, unajua aina kwenda hivi. Lakini nashukuru Mungu watu walikuwa shelewa. Kwa hivyo ukiona Muislamu na mbwembwe kwenye mahadhara, wewe inamisha kichwa, hata usipoinamisha kichwa, wakati ukimwangalia hivi mwambie Yesu, mjibu hivi ni mbwembwe tu. Mara utasikia hajui Kiswahili. Walimu nakuhusieni, mimi ni mzee, lakini nakuhusieni someni Kiarabu, maana vitu vingi vimejificha huko ndani. Aya, someni Kiarabu. Kwa hivyo kwa ufupi, aya hizi kwamba imeifafanua sana, lakini ukiangalia sababu nzuri yake na vile mambo yalivyo kwamba nini, hakika ni vitu tofauti. Sisi msimamo wetu kwamba tafsiri iliyo sahihi katika lugha ya Kiarabu ni qul, sema Muhammad, man kana aduwwan li Jibril, aliyekuwa ni adui wa Jibril, fa innahu nazzalahu ala qalbika biidhnillah, yeye ndio kaiteremsha kwa roho yako, katika moyo wako, kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Kwa idhini ya Mwenyezi Mungu. Na hapa kiukweli hakuna siku kama wapo wawili watatu basi, lakini ndani ya Biblia eti Wayahudi walisema malaika Jibril ndio wao, hamna. Hiyo tafsiri kwenu, na nadhani Uthmani angekuwepo hii aya angeibadilisha. Mara katika kile kitabu ambacho niandika, Uthmani alipomaliza kukusanya ile Qur'ani yake ambayo ni hii, akaichungulia akasema mna makosa, basi Waarabu watarekebisha katika lugha yao. Na hakika Uthmani angepata wahadhiri hao wa Kikristo walioko sahihi, huu msahafu angeubadilisha. Sasa tatizo la marafiki zetu, ukisema hivyo utasikia wanakusagia meno. Kuna moja
Siku moja tulikuwa mpakani wa Malaba na Mwalimu Fred Onyango. Tulipokuwa tunaishi, kulikuwa karibu na msikiti, tunaishi guest. Tulipombwaga kihoja kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, akaenda kuswali magharibi. Na ule msikiti ulikuwa na kipaza sauti. Akawaambia Waislamu, wallahi huyu Ismail Murtadi asiondoke humo, mumuweni. Na kama hamwezi kumuua, basi hapa kuvuka Uganda hapa, alitumia lugha akasema, mnaweza mkatafuta bunduki hapa kwa hapa mje mkamuue, na kama hamwezi mimi nitamuua. Mwalimu Fred Onyango akasikia maneno, akasikia, akaniuza ile lugha ya kutiana uhadhi. Tuna lugha yetu ya hataki kuwa na stress sana vile. Akaniambia, kijana unayasikia hivyo? Na mimi mzee, kijana unayasikia? Nikamwambia nasikia kijana. Sasa itakuwaje? Nikamwambia relax, wacha afanye mambo yake, hakuna kwenda kwa chifu, hakuna kwenda kwa nani, Yesu atamshughulikia. Sasa usiogope, hubiri neno, simama imara. Tunapitia mazito, lakini na kaza mwendo kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Kwa hivyo nimeona hiyo ndio aya mnaijua, wanaipigia debe, lakini itabaki kwa hivyo. Na itabaki imekauka, hamna kupingwa, hamna nini. Na maadamu hamtaki kutuambia ni nani huyu, basi sisi kila siku tutakwambia, na tukiwaambia msilalamiki. Maana kama hamtaki tuambie, tuambieni. Hamtuambie tuambie. Sasa hapo kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Basi kufikia hapo sina la ziada, kwa utukufu wa Mungu aliye hai. Tuwasiliane. Nambari yangu ya simu ni 0725508108. Kwa wapendwa kutoka Bongo, unajua vile unaanza. Alama ya kujumlisha kisha unabwaga 254, kisha unaanza 7, moja kwa moja unaongeza 25, kisha unaweka 508. Twende kwa WhatsApp, tuwasiliane, tuombeane, tusichoke kumfanyia Mungu kazi. Tushikamane. Msitarajie kwamba kuna matajiri watakuja kufanya kazi hii ya kuwafikia Uislamu, na kama wapo ni wachache. Sisi na unyonge wetu tushikamane, kama vile Musa alivyokuwa anasaidiwa, ananyanyuliwa mikono, basi na kazi ya Mungu ikafanyika. Tunyanyueni mkono, watumishi wa Mungu. Msitukubali kufikia hatua ya kusema mengi kwenye mitandao. Baba, katika jina la Yesu Kristo, nakushukuru kwa muda huu ambaye mtazamaji kanifuatilia, kajinyima na bando yake. Popote ambapo ametumia MB yake, mrudishie maradufu. Pengine metafsiri ambayo mtazamaji hakuelewa, mwelimishe wewe. Tulinde tunapotoka na kuingia. Walimu wote wanaofikia Waislamu, walimu wote duniani, waguse, walinde. Tupamane utulivu. Moyo wangu umebeba mengi, vitu vyangu vimekwama pahali. Unajua zaidi. Yehova, nijibu. Nionekanie. Ni katika Yesu Kristo nimeomba. Amen. Tazamaji, tutakutana kwa uwezo wa Mungu aliye hai.